Umerudishwa change, mtu amezidisha change dukani ya 500, 1000. Wewe unaondoka zako. Bwana tusaidie sana. Wewe unaondoka zako, unasema amesahau. Huo sio uaminifu. Bwana tusaidie sana. Uaminifu, kwa mfano uaminifu ambao tumesema vijana wanapaswa kuja kila Jumaa ngapi jamani? Kuja kufanya nini? Usafi. Ukikosa uaminifu wa namna hiyo, usitarajie Mungu kukuamini kwa mambo makubwa. Bwana sasa. Hiyo ndio kanuni ya Mungu. Yesu alisema, aliwapongeza wale watu, akasema kwa kadiri mlivyokuwa waaminifu kwa mambo madogo, nitawafanya muwe katika mambo makubwa. Bwana asifiwe. Leo hii tunaishi katika kizazi cha watu ambao wanataka kurukia mambo makubwa, lakini hawana uaminifu kwa mambo madogo. Mimi nilipookoka mwaka 95, Bwana asifiwe sana, nilipofundishwa habari ya uinjilisti, sikuwahi kuhimizwa tena na mtu. Nilikuwa ninatoka mwenyewe, ninaenda nyumba na nyumba, natembea barabarani kwenye magari na hubiri. Bwana asifiwe sana. Sijawa mtendakazi, sijawa mchungaji, sijawa mtu yeyote, ila nilipofundishwa ya kwamba Mkristo akiokoka unapaswa kuwashuhudia watu wengine habari njema, mimi nilifanya hivyo. Hata wakati nilipopata partner wa kutembea nao, tukafanya hivyo, lakini binafsi niliamua kufanya hivyo, na nimejizoeza hivyo mpaka leo. Bwana asifiwe sana. Na wakati naanza hiyo uaminifu katika mambo madogo, sikuwa ninajua kuhubiri sana, sikuwa najua mistari mingi, lakini nilikuwa mwaminifu katika ile mstari huu tu ninaojua. Na mstari ambao niliukariri mimi ni ule tu, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda nini ulimwengu hata akamtoa mwana wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima nini wa milele. Usingoje kuwa mwaminifu eti kwa sababu una mambo umejua mambo mengi. Uwe mwaminifu kwa hayo machache unayojua. Nasema uwe mwaminifu kwa machache unayojua. Apolo, yule Apolo kwenye Biblia, Apolo alikuwa mwaminifu kwa kitu kimoja alichojua. Yeye alijua ubatizo wa Yohana tu. Mnaelewa hiyo story? Mnaelewa story? Ama hamjasoma hapo? Apolo hakuwa anajua mistari mingi, alikuwa anajua mahubiri ya nini? Ya ubatizo wa Yohana tu. Na huyo mtu akawa mwaminifu kila siku, kila mahali akisimama yeye anahubiri tu ubatizo wa nani? Wa Yohana. Ubatizo wa nani? Wa Yohana. Mbona huna uaminifu kwa mambo madogo ambayo Mungu amekufundisha hapa? Mbona hamna uaminifu kwa mambo madogo ambayo ulishafundisha hapa na mtumishi wa Mungu aliyetangulia aliyelala hapa? Kwa nini unakosa uaminifu? Kwa nini unataka kutengeneza maisha ya kiroho mapofu yasiyokuwa na thamani mbele za Kristo, yasiyokuwa na maana mbele za Kristo? Wakristo wa shirika ambao hawana uaminifu mbele za Kristo, Yesu hana furaha nao. Unapokuwa mwaminifu, Mungu anakufurahia, anakuamini, akuamini kwa ajili ya mambo makubwa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Itika amina kwa jina la Yesu aliye hai. Unataka Mungu akuamini kwa mambo makubwa? Uwe mwaminifu kuja ibadani. Natolea tu shuhuda. Mimi nilipookoka, nikaonyeshwa kanisa la watu waliokoka, nilionyeshwa siku hii moja tu. Hizi siku zote nilikuwa ninawahi mimi kabla mchungaji hajafika, nimeshakaa hapa. Bwana asifiwe. Kabla pastor hajafika nilishakaa hapo ibada zote. Labda kama nilikosa ibada, nimeenda kwa ajili ya jukumu nalolifanya. Bwana msaidie sana. Na Mungu akaona nimeokoka hivyo, sijui kuomba, sijui kusoma Biblia, nilijua sana baba yetu aliye mbinguni basi. Lakini kadri ya vile nilivyojua kidogo, nikatoka na shuhudia, naenda mashuleni, nilienda shule za wapi hizi, shule za Majengo sekondari, sijui Mawenzi, nimeenda KSMC, nimeenda kule Mawenzi, nimeenda kwa Michaa, kwenye makambi ya Michaa.
naulizwa maswali mengine ambayo nilikuwa sijasoma Biblia, nakosa majibu, watu wananisomea, narudi nalia. Watu wananiambia wewe umerukia wokovu hujui lolote. Unanisikia? Inanifanya nikasome Biblia zaidi. Bwana tusaidie sana. Mambo mengine nayoulizwa kwenye ushuhudiaji, kwenye injilisti ambayo sina majibu, nilikuwa namfuata marehemu askofu wetu. Naenda namuuliza, nimeulizwa swali liko wapi kama maana yake ni nini? Bwana asifiwe sana. Akanitia moyo, nilikuwa nalia, nilikuwa na maswali kwenye ushuhudiaji. Na ikanifanya nisome Biblia yote mara tena na tena. Kule katika hali ya kujua kitu kimoja tu, Mungu akananipeleka hatua kwa hatua. Bwana asifiwe sana. Na hatua ya kwanza nikachaguliwa kuwa kiongozi wa kanisa la nyumbani. Na kanisa la nyumbani nilikuwa naongoza washirika hawa wawili, na nilikuwa mwaminifu. Bwana asifiwe sana. Nilikuwa mwaminifu katika kufanya huduma ya kuchunga washirika wangapi? Wawili pale Kiboroloni. Mungu alishawachukua wale washirika wawili. Alikuwa ni mama moja na mtoto wake. Saa ya ibada, kabla saa ya ibada ya nyumba kwa nyumba, nimeshawa yale maeneo, nimeenda nimeshuhudia majirani na waalika kuja kanisani. Nikawachunga wale watu wawili katika siku yake ni miwili. Bwana asifiwe sana. Baadaye wakaongezeka. Bwana asifiwe sana. Baadaye askofu akasema, sasa tunakuchagua uwe kiongozi wa eneo. Nikawa nasimamia nyumba za eneo kuanzia pale Kiboroloni mpaka karibia huko Kawawa Road. Lakini nilianzia katika kuchunga watu hao. Nyie hamna uaminifu wa kuja ibadani. Hamna uaminifu wa kuja katika ibada za katikati ya wiki. Hamna uaminifu kutoa zaka hata kama ni umebarikiwa shilingi 20,000 tu, 2,000 ambayo sio ya kwako. Huna uaminifu. Alafu nataka Mungu akuinue. Wapendwa, Mungu ni wa kanuni. Na kumfuata Mungu inahitaji kujulikana nafsi. Kuamua kumpendeza Mungu kweli inakupasa ujulikane nafsi. Hautampendeza Mungu ipasavyo kama utakuwa ni mtu wa kujihurumia, ni mtu wa kujidekeza, hautaweza kumtumikia Mungu. Hautaweza kuwa mwaminifu. Maisha ya uaminifu yanahitaji nidhamu ya hali ya juu sana. Kama hauna nidhamu, hauwezi kuwa mwaminifu. Bwana asifiwe sana. Nasema kama hautakuwa na nidhamu, huwezi ukajali ibada. Huwezi ukajali kutoa fungu la 10. Bwana akusaidie. Mambo makubwa ni makubwa na yana shughuli